Hata Nifa tulizinguana. Duka la Nifa Outfit tulizinguana yani sana, yani kiasi kwamba ilikuwa sio poa, umeona, ilikuwa sio poa, tulizinguana. Lakini yule ni mtoto wa Kiislamu, mimi pia ni mtoto wa Kiislamu, umeona bwana. Tulikuja tukakaa chini tukaona haifai, umeona. Mimi na provide kitu kizuri, umeona, na yeye anahitaji kitu kizuri. Kwa hiyo hata yeye mwenyewe aliona bwana, haya mambo madogo madogo na ndo biashara yake, nadhani pale ilikuwa iko kwenye tunasema stage 2 kibiashara, umeona. Kwa alikaa chini akaona bwana, hiki kilichotokea ni vitu vya kawaida kwenye kazi, na mimi pia niliona hivyo, kwa sababu mimi niliamini huyu sitokuja kufanya naye tena kazi. Lakini so far tunafanya kazi mpaka leo, umeona. Nifa Mall ya Dodoma ni project kubwa. Mimi nimesafisha mafundi kutoka hapa Dar, tumeenda Dodoma, umeona. Tumekaa Dodoma is almost miezi miwili, umeona. Kwa hiyo ni project ambayo ilikuwa ni kubwa. Lakini ukiachana na hapo, mnaona Nifa Cosmetics ambao sasa hivi ni Nifa Mall pale, mnaona pale saluni, umeona, saluni tumedesign. Kwa hiyo ilitokea hivyo, na now we are good, tunafanya kazi. Na lengo kuu la kuwapa habari hii ni kuambia Watanzania tarehe 4 mwezi wa 10 tutakuwa tunazindua ofisi yetu mpya. Tulikuwa tunafanya kwa muda mrefu sana home decor ndani ya carpet, umeona, lakini sasa tunaenda kuzindua ofisi yetu. Kwa hiyo tuwakaribishe tarehe 4 kwa ajili ya uzinduzi. Tutakuwa tuna seli mbalimbali, tutauza vitu kwa bei ya chini, lakini waje waangalie quality and quantity ya kitu. Kwa nawakaribisha sana Watanzania. Na mitandao ndio jinsi ilivyo, na yeye sasa grade aliyopo ni vitu vya kawaida, kwa sababu kwenye makuzi ya mtu lazima ukutane na hizo changamoto. Kwa hiyo ni vitu vya kawaida, sema tu kwenye pale itategemea sasa reaction ambayo utakuja nayo baada ya kuona mtu kakuchamba au mtu kafanya 1 2 3, itategemea utakuja vipi sasa, umeona. Lakini ni vitu ambavyo vinatokea kwa sababu, lakini yeye anatakiwa apambane tu, kwa sababu biashara yake inaenda vizuri. Kwa hiyo kitu anachotakiwa ashikilie mzizi huo, kwa sababu muda mwingine masaibu yanakuja ili yakushushe, lakini anachotakiwa kufanya inabidi yeye apambane. Umefanya kazi, umesema na mastaa wengi wakubwa. Ni ugumu kufanya kazi na watu ambao wapo tayari kwenye platform kubwa, ni upi? Na yani tofauti kubwa kufanya kazi na watu ambao wana majina tayari na watu local ni ipi? Tofauti kubwa, mastaa they are too busy, umeona. Kwa hiyo kuna muda inabidi ufuate ratiba zao, umeona. Lakini sasa kiufundi kuna muda yeye anatakiwa afanye, yani kiufundi yeye anatakiwa afuate ratiba ya fundi, umeona. Kwa sababu mimi ndo nakwambia bwana, hii kazi itakamilika siku kadhaa. Star anaweza akakupigia saizi usiku akwambia bidhaa naitaka kesho kutwa. Ni kitu ambacho kinatakiwa ununue mbao, kama ununue au uchukue ile mbao uikate, uikaushe, ufanye hivi, ni process. Kwa hiyo ni watu ambao yani wana ubize fulani, wanakuwa na haraka sana na kazi zao, umeona. Lakini ukiachana pia na hao, ukija kwa upande wa watu wa kawaida, unajua pia tunakutana na mteja yani aamini kama anafanya kazi na mshua. Tunakutana nao pia, umeona. Ila pia mimi ninachoshukuru, mastaa wengi wamenielewa, kwa sababu ndio maana sijaigi kutoka front. Maana maybe leo mngeniona napiga picha na Nifa kama watu wengine wanavyofanya. Mngeona napiga picha labda na Paula, napiga picha na Lulu, umeona. Lakini sikuwahi kufanya hivyo kwa sababu nilitaka biashara yangu ndio itangulie mbele, umeona. Kwa sasa nimefanya hivyo, ndio maana sijaona ugumu, kwa sababu wao nawapa misingi yangu mimi, kwa sababu mimi ndio naifanya kazi. Bwana, mimi hapa ni 1 2 3. Tutafanya hivi na hivi na hivi. Sasa kuna muda ilikuwa ni changamoto, ila sofa wanaelewa. Bwana, hii kazi ni siku 10, itakuwa ni siku 10 kweli. Hii kazi ni wiki 5, itakuwa ni wiki 5 kweli. Bwana, hapa tufanye hivi na hivi. Anaelewa, mwisho siku tunafanya kazi. Kwa hiyo sofa ugumu unakuwa ni star gani ambaye kuzinguana kabisa wakati wa kuandaa vitu, ila baadaye mkaja mkasolve mambo, biashara ikaenda fresh kabisa? Hata Nifa tulizinguana. Duka la Nifa Outfit tulizinguana yani sana, yani kiasi kwamba ilikuwa sio poa, umeona, ilikuwa sio poa, tulizinguana. Lakini yule ni mtoto wa Kiislamu, mimi pia ni mtoto wa Kiislamu, umeona bwana. Tulikuja tukakaa chini tukaona haifai, umeona. Mimi na provide kitu kizuri, umeona, na yeye anahitaji kitu kizuri. Kwa hiyo hata yeye mwenyewe aliona bwana, haya mambo madogo madogo na ndo biashara yake, nadhani pale ilikuwa iko kwenye tunasema stage 2 kibiashara, umeona. Kwa hiyo alikaa chini akaona bwana, hiki kilichotokea ni vitu vya kawaida kwenye kazi, na mimi pia niliona hivyo, kwa sababu mimi niliamini huyu sitokuja kufanya naye tena kazi. Lakini so far tunafanya kazi mpaka leo, umeona. Nifa Mall ya Dodoma ni project kubwa. Mimi nimesafisha mafundi kutoka hapa Dar, tumeenda Dodoma, umeona. Tumekaa Dodoma is almost miezi miwili, umeona. Kwa hiyo ni project ambayo ilikuwa ni kubwa.